Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Nzamba TV. Tunakuletea breaking news za Yanga. Hatimaye pazia limefunguliwa. Mabingwa wa Tanzania Young Africans Sport Club wamemtangaza rasmi kocha raia wa Afrika Kusini Mark Gobabiriant kuwa kocha mkuu mpya wa klabu hiyo kuelekea msimu mpya. Uteuzi huo unaashiria mwanzo wa enzi mpya kwa wananchi, huku uongozi wa klabu ukiamini uzoefu wake utaipeleka Yanga kwenye mafanikio makubwa ndani na nje ya Tanzania. Ikumbukwe kuwa kabla ya kutangazwa kwa kocha huyo, palikuwa na tetesi na uvumi kwamba huenda aliyekuwa kocha wa Simba Sport Club Fadlu Davis ndiye alitakiwa kupewa kijiti hicho. Lakini jana wameposti kwenye akaunti yao ya Instagram na kurasimisha kwamba kocha huyo ndiye kocha mpya ambaye atainoa Young African kwa msimu wa 2025-2026. Na kocha huyu anawasili akiwa na uzoefu mkubwa wa kufundisha timu kama vile Golden Arrows, Amazulu, Chipa United na Mamelodi Sundowns, ambako kuna mataji mbalimbali ameshinda kupitia ligi ya Afrika Kusini na mashindano mengine kwa timu alizozipitia. Lakini CV kubwa zaidi ni katika msimu ule wa 2025-2026 ambapo Yanga imepitia mabadiliko kwenye benchi lao la ufundi. Na msimu huu wa 2025-2026 inawezekana ndo msimu ambao Young Africans kwa misimu hii ya ubingwa amebadilisha makocha wengi kuliko. Kwa mfano katika msimu huu benchi la ufundi la Yanga ulianza chini ya kocha Pedro Goncalves ambaye aliongoza timu katika hatua za awali za mashindano ya ndani na ya kimataifa. Klabu hiyo sasa imeamua kuanza kurasa mpya na kumpa jukumu kocha huyu ambaye atakwenda kukinoa kikosi ili kuongeza ushindani wa timu na kuongeza mafanikio kwa ligi ya NBC pamoja na ligi za mabingwa barani Afrika. Mashabiki wa Yanga sasa wana matarajio makubwa kwa kocha huyo kulingana na falsafa ya kocha ambayo amekuwa akitumia kushambulia na umiliki wa mpira. Lakini ni faida kwa Yanga lakini pia kwa Tanzania kwa sababu ndani ya klabu ya Yanga tuna wachezaji wa Tanzania. Kwa hiyo kupitia kupata kana kwa kocha bora anaweza kafanya wachezaji wa timu hiyo ikiwemo wazawa kuwa bora zaidi. Lakini pia kabla kuingia kikamilifu kwenye ulimwengu wa soka alikuwa ni mwalimu wa shule. Hata hivyo mapenzi yake makubwa kwa mchezo wa mpira wa miguu yalimfanya aamue kuwa kocha na taaluma hiyo aliendeleza. Lakini kocha huyu pia alianzia katika timu za madaraja ya chini huko Afrika Kusini ambako alijenga jina kutokana na uwezo wake wa kutambua na kukuza vipaji vya wachezaji maarufu. Na kama nilivyosema kupitia uwepo wake kwenye timu ya Young African atatusaidia namna pia kukuza vipaji kwa faida ya kwa maana ya wachezaji wa Taifa Stars ambao wanacheza pale Young African. Lakini umaarufu wake uliongezeka alipoiongoza Golden Arrows na kutoa taji la MTN mwaka 2009. Lakini baadaye aliwahi kuzinoa klabu za Amazulu FC na Chipa United kabla ya kujiunga na Sundowns mwaka 2013. Kocha huyu anasifika kwa falsafa yake ya soka inayosisitiza umiliki wa mpira, pasi za haraka, nidhamu ya hali ya juu na kuwakuza wachezaji vijana. Licha ya kupitia changamoto mbalimbali katika maisha yake ya ukocha, kocha huyu ameendelea kubaki miongoni mwa makocha wenye ushawishi mkubwa katika maendeleo ya soka Afrika Kusini. Jina lake linaendelea kutajwa kwa mafanikio miongoni mwa makocha wenye mafanikio na uzoefu katika tasnia hiyo ya ukocha. Kwa mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Nzamba TV, huyo ndiye kocha anayekwenda kukinoa kikosi cha Young African. Kila mtu amekuwa na namna kulitaja jina lake, lakini naomba tulisome kama Mark Gobabiriant. Japo kila mtu ana namna ambavyo amekuwa akilitaja jina hili kulingana na ugumu na namna lilivyoandikwa. Tuendelee kusalia Nzamba TV ili tupate updates zaidi, lakini tutapata mengi zaidi kupitia kwa kocha huyo. Hebu tuandikie maoni yako
kwenye sehemu ya maoni hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike Mzamba TV, share, bonyeza like hapo chini, washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote za michezo zinapotufikia. Kongole Young African, au tuwape pole. Asante.